Hizi ni ripoti za Chivihi Media kutoka katika mtaa huu wa Bomba la Bure, manispaa ya Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara, ambapo leo Aprili 14, 2026 imezuka taharuki mara baada ya paka kukutwa akiwa amekufa katika mlango huku akiwa amevishwa hirizi 3. Chivihi Media tumezungumza na baadhi ya mashuhuda wa tukio hili ambao wameeleza kuwa tukio hili linahusishwa na imani za kishirikina, hali inasababisha picha ya mtaa kuonekana mbaya. Nimelala tena ninaumwa. Kwa hiyo mtoto ameamka asubuhi ya deki, ndio ananiambia mama, kuna paka barazani amekufa. Mimi nikatoka mlango wa nyuma nikaja kushuhudia. Basi ndio ninachokijua. Juma Hamisi nakaa Bomba la Bure. Paka kavaa hirizi 2-3 na chupa mgongoni. Hila jamani, tunasema nini hatari katika nchi yetu, mtaa wetu. Mtu kwenda anatafuta riziki, lakini mtu mwingine maisha ya mtu hayapendagi kuchafua nini maisha ya mtu, kuchafua mtu maisha yake. Kwa maana hiyo mnaofanya hivyo jamani, naomba mpunguze kashikashi. Mfanye kazi kwa utulivu. Lakini kama mtu anachukua paka kwa anamletea mtu mwenzie, pale unampa nini sifa gani mwenzie? Anasema mchawi, kumbe sio mchawi, ila paka kamchukua mtu kuja kubadilisha mwanamke mwenzie. Nasema kama mna tabia kama hiyo hapa mtaani, mpunguzage. Mpunguze hiyo tabia, ni chafu, mnamchafua mwenzenu. Sio vizuri kumchafua mwenzenu. Kwani kina nani? Kwani Mungu amuogopi? Mungu mumogopage jamani. Na muombage kama mnyi wachawi, mpunguze uchawi. Na kila siku mtu anamuomba kutumia nini? Mwenyezi Mungu. Ila sasa kuchafuana mtaani sio kuzuri. Yaani mimi nasema hivi, ni kuchafuana mtaa, kumchafua mtu binafsi. Aseme mtu fulani mchawi, sio mchawi. Sio mchawi. Ila sasa mtu kama mtu anatumwa huko, kamtumia mtu fulani paka, mtu anakuja kumtupia paka, yaani ampe mwenzie sifa mbaya. Sio vizuri jamani, ninachokifanya. Kwa majina naitwa Monica John Kanonyele, ni mkazi wa Magomeni, mtaa Bomba la Bure. Matukio haya kwa kweli hayajatupendeza kwa sababu huu mtaa ni mtaa ambao una wanawake wapambanaji sana. Yaani ukitafuta kwa wanawake wapambanaji, wafanyabiashara, wakulima, wafugaji, Magomeni Bomba la Bure wapo tena wanaongoza. Lakini maendeleo yao ni duni. Ila tunamshukuru Mungu kwa kutufunulia hili. Ombi langu au rai yangu, watu wa Bomba la Bure tukazane kumuomba Mungu. Mungu anayaweka wazi yaliyo sirini. Hizi ni siri zilizostirika ambazo sisi kwa macho ya nyama hatuwezi kuyaona. Lakini Mungu mwenye uweza anaweza kutuwezesha. Wakristo simameni kuomba, Waislamu simameni kuomba. Mungu ana makusudi ya kusafisha huu mtaa. Hakuna maendeleo yanayokuja bila kufanyia bidii. Usikae na kusubiri kwamba Mungu atakufanyia tu bila kusema, bila kuomba. Tupambane kwenye maombi, tupambane makanisani, tupambane misikitini. Mungu anasikia dua ya kila mtu. Huu ni uchafu uliokisiri na maendeleo yatazidi kuwa finyu kama tutabeteka. Tuna soko letu, soko lidema. Soko lilivuma, soko lilikuwa zuri. Lakini leo ukienda kuona kwenye soko, yani utasema hapa ni dampo. Yani hata thamani ya soko haipo. Lakini ni soko leo wanakimbiliwa na watu wengi. Wanatoka watu Likonde, wanatoka Ndenga, wanatoka watu Ligula, wanakuja kununua samaki, wanakuja kununua vitu mbalimbali. Ina maana ni soko ambalo lilikuwa limeboreshwa vizuri. Lakini leo ukienda unakuta tu sehemu zimekaa wanalala wadudu. Sokoni ukienda hata wewe mwenyewe utaona kinyaa kununua. Ni sehemu ambayo imezorota. Watu wanatafuta mitaji kila siku. Kila siku mitaji mipya. Kila siku kausha damu, watu zimewakausha. Sasa magenge yanafungwa kwa sababu ya hali duni, umaskini uliokisiri. Tuache. Nilipofika hapa manake nimekuta nimeshuhudia mazingira ambayo yapo. Paka amefia mlangoni kwa madai ambayo nimeyapata na nikamuona. Mimi nikamchukua, nikaenda kumpeleka pembeni, nikamchoma moto. Lakini kilichoendelea hapa nyumbani ndio ambacho kimeendelea, mimi siwezi kujua nini kilitokea kwenye taharuki hiyo. Siwezi kujua kwamba kitu gani ambacho kinaendelea kwa sababu hayo yako nje na uwezo wangu. Lakini lingine ambalo lipo, siwezi kujua kwa nini mara mbili mzima hiyo hali inafanyaje inajirudia kwenye mazingira ya mtaa huu, kwa sababu mimi sio mkazi wa ile eneo masaa 24, ni mtu tu kuja na kurudi. Naye mwenyekiti wa mtaa huu ameeleza tukio hili huku akikemea vikali kwa wananchi
kuacha kujishughulisha na shughuli hizi. Jina naitwa Athmani Jumbe, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Bomba la Bure. Leo asubuhi nilifuatwa na raia wangu kuja kwa nyumbani kwake. Nilipokuta kwake nilimkuta paka amefia mlangoni, ana irizi 3. Sasa kutokana na mazingira jinsi yalivyo na huyo paka amekufa kwenye mazingira ya kutatanishi, nikaamua niongee na mama mwenye nyumba mwenyewe, tuamue huyu paka tumchome moto, na sasa hivi tupo kwenye utaratibu wa kumchoma moto huyo paka. Ni kwa kweli kama ili swala kwa sababu zina za kiimani, mimi kama siwezi kuelewa ni kitu gani, kwa sababu ni safari ya pili inatoka katika mtaa wangu wa Bomba la Bure. Sasa sijajua kuna imani gani kwamba wananchi wenyewe wanaamua kuchafuana au kuna kitu ambacho kinaendelea, kwa sababu mambo ya kiimani kwa kweli huwezi ukaamini kwa asilimia zote, kwa sababu unahisi. Kwa hiyo nashindwa kuhisi ni kitu gani ambacho kinatokea, kwa sababu kama linatokea mara ya pili katika mtaa wangu. Kwa hiyo sijajua ni kitu gani ambacho kinaendelea ambacho, lakini kama mwenyekiti wa mtaa nimechukua hatua. Nimewaambia kama kuna tabia hiyo ya kuamua kuchafuana, kumchafua mtu binafsi, au kama kuna kitu ambacho kinaendelea, tabia iache. Hatuwezi kupata maendeleo kwa mtindo huo. Ili tuweze kupata maendeleo, sisi wenyewe inabidi tupambane. Bila kupambana huwezi kuendelea, lakini tunaharibu sifa ya mtaa wetu. So mtaa wetu kwa mazingira kama haya hawezi kuja wapangaji, hawezi kuja watu kuja kuendeleza mji wetu. Kwa hiyo tabia waache kama walikuwa na tabia kama hizo. Ndio nilichowashauri wananchi. Kuwa masiku kadhaa Chivihi Media tulifika hapa na kuripoti tukio la namna hii, lakini leo pia limejirudia. Kutoka hapa katika mtaa wa Bomba la Bure, Manispaa Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara, mimi ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media. Asante na kwaheri.